Kwa fikra ya kwanza iliyoleta ni kwamba wasii wa mtume ni Ali na hakuna mwingine. Na nukta ya pili inayofuatia ni kwamba umma umemdhulumu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa umma wote usimame kumnusuru Ali. Hizi ni fikra zimeletwa na Myahudi mmoja akiitwa Abdullah ibn Saba. Hapo tumemaliza. Sasa mbona fikra hizi hatupati lenye kuunga mkono kutoka kwenye Qur'ani? Mashia au wafuasi wa Abdullah ibn Saba walipoona kwamba hawapati na kuunga mkono ndani ya Qur'ani, ikaja fikra nyingine mpya, wakaanza kuituhumu Qur'ani. Walianza kuituhumu Qur'ani vipi? Abdullah ibn Saba akaanza kusema, akasema innal Qur'ana juz'un min 9 ajza'in wa ilmuhu 'inda Ali. Hii Qur'an tuliyokuwa nayo ni sehemu katika sehemu 9 na elimu yake iko kwa Ali ibn Abi Talib. Hii ni sehemu tu katika sehemu 9, lakini Qur'an yenyewe kwa Ali na elimu yake. Haya ni maneno ameanza kuyazungumza Abdullah ibn Saba. Na mwanachuoni mkubwa wa kitafsiri wa Kishia akiitwa Al-Ayyashi, katika tafsiri yake ambayo ni tafsiri Al-Ayyashi maarufu juzu ya kwanza sahifa 13 kwenye mukaddima, anamnukulu Jaafar as-Sadiq. Jaafar as-Sadiq ni miongoni mwa wanawachuoni wa Kishia Jaafaria, kwa sababu Mashia maimamu wao wanasema kwamba ni Ali bin Abi Talib wa kwanza, wa pili ni Hasan, wa tatu Al-Husayn, wa nne Ali Zainul Abidin, wa tano Muhammad al-Baqir, wa sita Jaafar as-Sadiq. Hapa ndio wakatofautiana. Mashia na Sharia Jaafaria wakasema ni Jaafar as-Sadiq, Ismailia wakasema ni Ismail bin Muhammad al-Baqir. Wakienda kwa mrengo huo wakawa wao wakaitwa Ismailia na hao wakaitwa Jaafaria. Na baada ya huko akaelekea Musa al-Qadhi mpaka mwisho wake kwa Muhammad al-Hasan al-Askari. Baada Hasan al-Askari ambaye ni Mahdi al-Muntadhari, wenyewe kama wanavyodai Mahdi al-Wahmi, ni Mahdi wa kubuni ambaye amejificha katika pango kusirdab katika sehemu za Samura. Kwa hiyo wanasema wanamnukulu Jaafar as-Sadiq kadhiban wa zura, wanamzulia urongo. Wanasema eti Jaafar as-Sadiq aliwaambia law quri al-Qur'an kama unzil, law kama Qur'ani ingeteremshwa, ingesoma kama ilivyoteremshwa, la alfaitana fihi musammain, ungetukuta sisi tumetajwa ndani ya Qur'an. Law Qur'ani kama yasoma kama ilivyoteremshwa, vile ilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra, hiyo Qur'ani hiyo dhikri, basi la alfaitana fihi musammain, ungetukuta sisi tumetajwa jina kwa jina. Lakini hatumo sisi, kwa maana ya kwamba Qur'ani hii sio ile iliyoteremshwa na wala haisomi kama vile ilivyoteremshwa. Hizi ni fikra alishazianzisha Abdullah ibn Saba, kisha zimeandikwa kwenye vitabu vya tafsiri vya wanawachuoni wakubwa wa tafsiri. Na hii ni ghaidh min fayd, hii ni matone tu katika bahari ya dhulumati baadhiha fawqa baadhi. Ni viza juu yake viza na kufru fawqahu kufrun, kufuru juu yake kufuru katika maneno au katika vitabu vya Kishia. Ukifungua vitabu vya Kishia utaona kufuru mpate, ni ukafiri unaelea juu bila hauna shaka ndani yake. Kwa hiyo tulipopekua vitabu vya Kishia vile vile tukamkuta wanawachuoni mmoja kiitwa Al-Bahrani. Al-Bahrani ni mmoja katika wanawachuoni wao wakubwa. Katika mukaddima wa tafsiri yake anasema i'lam, fahamu, jua, anna al-haqqa alladhi la mahisa anhu, haki ambayo haipingiki wala haikimbiliki, bihasabi al-akhbari mutawatira al-atiya wa ghayriha, kwa kiasi cha habari zilizokuja kwa wingi na nyinginezo, anna hadha al-Qur'an alladhi fi aydina, kwamba hii Qur'an tuliyokuwa nayo katika mikono yetu, qad waqa'a fihi ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'un min at-taghyirat, inapatikana ndani yake vitu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, vitu katika mabadiliko, yani mabadilishwa. Wa asqata alladhina jama'uhu ba'dahu, na wameondosha wale ambao wamekusanya baada yake kathiran min al-kalimati wal ayat, mengi katika maneno na aya wameziondosha. Wa anna al-Qur'ana al-mahfudha amma dhukir, na kwamba ile Qur'ani ambayo imehifadhiwa na hayo yaliyotajwa, al-muwafiq lima anzalahu Allah ta'ala, yenye kuwafikiana na vile alivyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma jama'ahu Ali alayhi salam, ni ile Qur'ani aliyokusanya Ali alayhi salam. وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن، ما كي يحفاظ علي mpaka في mtoto wake Hasan alayhi salam.
وهكذا لو كفسيانا هيفو إلى أن انتهى إلى القائم مباك إكفكية القائم عليه السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه. ونسمى كما هو قائم وبين مهدي يفساس قرآنه هو يكوكواكي. يعني هو المتزاني وكشيئا نهاية منين ونزغمز البحراني kwenye kitabu chake Al-Burhan. Kwenye kitabu chake Al-Burhan ni kitabu cha tafsiri maarufu kutoka mbele za Mashia saifa 36. Na vile vile huyu Al-Bahrani ameendelea kusema, asema wa indi fi wuduhi sihhati hadha al-qawl, asema na mimi katika kunibainikia usahihi wa kauli hii baada tatabu'i al-akhbari, baada kuzifuatilia habari wa tafahusi al-athari na kupima zile athari au yale mapokezi yaliyokuja bihaithu yumkinu al-hukma, kwa kiasi ambacho inawezekana kutoa hukumu bikaunihi, kwamba kuwa hilo jambo la kubadilisha Qur'ani min daruriyati madhhab at-tashayyu', ni katika mambo ya lazima katika madhehebu ya Kishia, kwamba mtu hawezi kuwa mshia sharti aamini hivyo. Asema hayo ni katika daruriyati madhhab at-tashayyu'. Mtu hawezi kudai kwamba yeye ni mshia mpaka aamini kwamba jambo hilo la kubadilisha Qur'ani ni kweli. asema wa innahu la hakika jambo hilo min akbari mafasidi ghasbi al-khilafa fatadabbar, ni katika ufisadi mkubwa uliofanywa wa kupora ukhalifa, zingatia hilo. Kwa hiyo wao walipotazama kwamba yale yao hayaungi mkono na Qur'ani, wakakimbilia kwamba hii Qur'ani imebadilishwa, na mshia hawezi kuwa mshia kweli mpaka itakidi hivi. Sasa swali labda linakuja, kwa nini mashia leo wanakataa awasema kwamba wao hawakubaliani na swala hili na wanazuliwa? Leo ukiwapata mashia wa sasa ambao wanadai kwamba wao ni mashia na wao ndio wanaeneza ushia na sharia, ukiwapata hii leo mkiwaambia nyinyi mnasema Qur'ani hii sio mna Qur'ani yenu nyinyi, watakwambia hayo ni maneno ya kiwahabi, ni propaganda za Saudi Arabia na sio kweli. Sisi Qur'an tunaamini ni ile iliyochapishwa Mujamma Malik Fahd bil Madinati al-Munawwara, kama wenyewe wanavyosema bil Madinati an-Nabawiyya. Qur'an ndio ile iliyochapishwa katika Madina al-Munawwara kule Mujamma Malik Fahd. Kuna hatuna Qur'an nyingine. Haya ni maneno ya urongo. Sisi tunazuliwa na wanawachuoni wetu pia hawakubali, lakini ukimwambia wanawachuoni gani hakubali, atakutajia wanawachuoni 8 na wengine watakuwa ni wakushangilia kujua na wachuoni ambao havijafikia katika daraja katika daraja ya ayatola, kwa sababu kuna wanachuoni wafikia katika daraja ya marji hujja, anakuwa ni ayatullah, kwa wao anakuwa ni marji katika zama zao. Sasa kama anataja marji, basi atazidi zaidi ya 8. Atakutajia al-Murtada, atakutajia Atusi, atakutajia as-Saduq, na vile vile yani Ibn Babawayhi al-Qummi as-Saduq, ni kama kusudia katika wale tangulia katika karne ya 6 zilizotangulia kwa nyuma. Vile vile atakutajia Sheikh al-Taifa. Wanachuoni wanne walitangulia na wanawachuoni vinne vingine katika zama hizi, mfano wa Murtada al-Askari, mwingine al-Kashf al-Ghita, mwingine Jawad al-Maghni, Muhammad Jawad al-Maghni, mwingine ni Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi. Kwamba hao wote wanachuoni wetu wanasema kwenye vitabu vyao kwamba Qur'ani ndio hii. Lakini jaribu kupekua na kuuliza, je, mwenye al-Kafi Muhammad bin Yaqub al-Kulaini asemaje? Unake huyu ndiye marji wenu, ni muhaddith katika zama zenu, muhaddith wa kwanza kutegemewa. Wenyewe kimtaja anasema qaddasa Allahu ruhahu wa darihahu, Mungu alitakasha kaburi lake na amimini baraka, na wanawataja wengineo wengi tu. Mnasemaje kuhusu wanachuoni hawa? Chungu ya wanachuoni ambao tutakuja kuwasoma katika vitabu ambavyo tumekuja navyo kwa ajili ya kubainisha ukweli. Mnasemaje kuhusu wanachuoni hawa na rai yao juu ya Qur'ani? Wao wanasemaje? Kwa hiyo tukija hapa katika swala kwa nini wao wanapinga, lazima tuwafungue wanachuoni wao wanasemaje. Tukimwangalia Ni'matullah al-Jazairi, Ni'matullah al-Jazairi ni katika wanachuoni wa Kishia. Labda tumueleze sijui nani Ni'matullah al-Jazairi. Ni'matullah al-Jazairi ni katika vigogo wanachuoni wazito wa Kishia. Ni'matullah al-Jazairi as-Sayyid al-Muntajab al-Awwah al-Fadil Ni'matullah al-Musawi al-Jazairi. Mwanachuoni huyu katika kitabu chake ambacho
kinaitwa al-Anwar an-Nu'maniyya, bali dhulumat an-Nu'maniyya, al-dhulumat an-Nu'maniyya, mmoja kicha al-Anwar an-Nu'maniyya. Asema anamjibu mmoja katika wanachuoni anayedai kwamba Qur'ani haikubadilishwa. Qur'ani hii tuliyokuwa nayo haikubadilishwa kwa itikadi ya Kishia. Mmoja katika wanachuoni wa Kishia ambao walisema maneno hayo. Sasa yeye anamjibu wanachuoni huyo, anasema hivi: inna taslima tawaturiha al-wahyi al-ilahi, kuikubali Qur'ani kwa kuja kwa tawaturi kutoka kwa wahyi wa Mwenyezi Mungu, wa kauna al-kulli, na kuwa yote ile kwenye Qur'ani nazala bihi ar-ruhul amin, amekuja nayo Roho Mtakatifu Jibrili, yufdi ila al-akhbari, ila tarhi al-akhbari al-mustafidha bal mutawatir. Itapelekea hilo tuzitupilie mbali habari ambazo zimekuja kwa mutawatir kwa wingi, adalati zenye kufahamisha bisarihiha kwa uwazi, ala wuqu'i at-tahrifi fil Qur'ani, kwa kupatikana mabadiliko ndani ya Qur'ani, kalaman wa maddatan wa i'raba, kimaneno na madda ya Qur'ani na i'rab ya Qur'ani. Ma anna, sikiliza maneno ya Ni'matullah al-Jazairi ambaye amezikwa katika ardhi ya Najaf. Wengine wanasema Najaf al-Muqaddas, Najaf takatifu. Wanasemaje? Wanasema ma anna ashabana, pamoja na kwamba wafuasi wetu na jamaa zetu, qad asbaqu, wamepatana wote, ala sihhatiha, juu ya kusihi habari za kwamba Qur'ani imebadilishwa. Haya maneno yanazungumza Ni'matullah al-Jazairi. Asema watasdiq biha, na kusadikisha habari hizo. Asema naam, ndio. Pamoja na hivyo, qad khalafa fiha al-Murtada, pamoja na hayo ni kwamba Murtada alikhalifu kauli hizo, wasaduq, na vile vile saduq walikhalifu, wa Sheikh at-Tabarasi, na Sheikh at-Tabarasi, wa hakamu, na wakahukumu mashekhe hawa waliowataja, bi anna ma baina daffatay hadha al-mushaf, kwamba yale yaliyomo kati ya magombo haya mawili ya msahafu, huwa hadha al-Qur'an al-munazzal la ghayru, kwamba hii ndio ile Qur'an iliyoteremshwa na si nyingine, walam yaqa fihi tahrifu wala tabdil, na wala haikupatikana ndani yake mabadiliko yoyote. Asema sanati taalikia, akisema wadhahiru Ni'matullah al-Jazairi, lakini dhahiri anna hadha al-Qur'ana, hadha al-qawla, kwamba kauli hii waliosema wanawachuoni hawa inma sadara minhum li ajli masalih kathira, imetoka kwao kauli hii kwa sababu ya maslahi mengi. Anawapa udhuru mashekhe zake ambao wamepinga itikadi ya Kishia kwamba Qur'ani imebadilishwa. Asema hawa wamesema hivi, lakini kauli hii tajua inma sadara minhum li ajli masalih kathira, imetoka kwao kauli hii kwa sababu ya kuchunga maslahi mengi. Minha, miongoni mwa maslahi hayo, saddu atani alayhim, ni kufunga mlango wa kutukanwa, ili masuni wasije wakawatukana, waislamu wasije wakawabeza kwamba wao wana Qur'ani yao, kwa wakaufunga mlango huu. Bali tunapata maneno ya wazi kutoka kwa Hafidh Thughuriddin al-Kirmani, ambaye ni mmoja katika wanawachuoni wa Kishia wa Kiirani. Asema yeye anazungumza kwamba inna kayfiyata jam'i al-Qur'ani, ule mtindo na ile kayfiyya kuikusanya Qur'ani tu, athbata anna at-tahrifa wat-tashifa wan-naqs waqa'a fi al-Qur'an, inathibitisha tu kwamba Qur'ani imepatikana ndani yake upungufu. Kwa nini kukusanya Qur'ani? Abu Bakar, nani? Uthmani, Zaidi. Ule mtindo kuikusanya ile Qur'ani inathibitisha kwamba Qur'ani imebadilishwa. Haya maneno yanazungumza Hafidh Thughuriddin al-Kirmani, ni mmoja katika wanawachuoni wa Shia Irani, kwa sababu Kirmani iko ndani ya mji wa Irani mpaka leo unaitwa Kirmani. Waqala, na akasema, kuna maneno yakayasema ambayo nilikuwa nataka kuyasema hapa. Anasema inna Shia, sasa kwa nini Mashia wanasema Qur'ani imebadilishwa? Hii Qur'ani ambayo sisi tunasema ndio tuamini ni kitabu munazzal min 'indi rabbin hakimin alim, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Qur'ani hii tunayoamini sisi, kwa nini wao wanasoma na hali ya kuwa yajua kwamba Qur'ani hii ni potofu? Na wao wenyewe watakwambia hivi, watakuuliza nyinyi mnatuambia sisi tutasema Qur'ani imebadilishwa, mbona tuisoma?